Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Basi karibuni tufanye tafakari ya Dominika ya leo, hasa tunapoanza kipindi chetu cha Juma Kuu. Ni juma ambalo tunaalikwa sana kufanya tafakari ya maisha, kusikiliza kila kitu vizuri, ili juma hili liweze kuleta mabadiliko fulani katika maisha yetu. Ni katika juma hili kuu kiini cha Ukristo wetu kimelala. Kiini cha Ukristo wetu kinalala katika mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, vitu ambavyo tunavitafakari katika juma hili au wiki hii kuu. Ndugu zangu katika Kristo, nimesema tumeanza vizuri maandamano yetu, tukafika hapa kanisani, na ni katika maandamano tulikuwa tunaimba vizuri, tunashangilia vizuri, lakini tulipofika hapa tumeona hali imebadilika kabisa. Huzuni imetanda, historia ya mateso ikasomwa vizuri kabisa. Jambo ambalo tunaweza kujiuliza, je, kwa nini mabadiliko haya? Yule ambaye tumemshangilia tunamsikia akiwa anapitia mateso, na mateso haya anayoyapitia hayafanywi na yoyote yule isipokuwa mwanadamu, isipokuwa watu wale waliokuwa wanamshangilia. Ndugu zangu, hapa tuangalie jambo moja kubwa sana, kwamba katika safari yetu ya maisha tutakutana na changamoto, tutakutana na makwazo, tutakutana na magumu, tutakutana na adha ya kila namna, tutakutana na misalaba. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba misalaba hiyo haitatoka kwa viumbe vingine isipokuwa kwa wanadamu wenzetu. Maumivu yetu, mateso yetu yatasababishwa na wanadamu wenzetu. Wakati mwingine hasa wale wa karibu, wale watu tuliowaamini, wale watu tuliowapenda, wanaweza kuwa sababu ya masikitiko yetu, kuwa sababu ya vilio vyetu, kuwa sababu ya mahangaiko yetu. Na ndio maana wazo kuu ambalo tunaomba tutembee nalo katika Dominika hii ya Matawi ni mtegemee Mungu, mwanadamu ni fumbo. Mwambie jirani yako, mtegemee Mungu, mwanadamu ni fumbo. Mtegemee Mungu, mwanadamu ni nini? Nieleze hivi, tutafakari vizuri. Ni jambo la heri sana watu wakikupongeza, watu wakikusherekea, watu wakikupa zawadi na kushangilia. Ni jambo la heri sana, ni jambo la fahari sana watu wakikuona wewe ni muhimu, wewe ni wa thamani kubwa sana. Bila wewe mambo hayaendi. Ni jambo la thamani kubwa sana. Mke akikufanya ujione wa thamani, mume akikufanya ujione wa thamani, watoto wakifanya ujione wa thamani, marafiki wakikuona wakifanya ujione wa thamani, bosi, hata wafanyakazi wenzako wakuone wa nini? Wa thamani. Maana kiukweli kabisa Mungu huwa anatumia watu kutufikisha pale ambako anataka. Wakati fulani ni ukweli kwamba sauti ya watu ni sauti ya nani? Ya Mungu. Ila ukweli ni kwamba kama nilivyosema, tunaweza tukabweteka au tukategemea sana wanadamu ambao baadaye wakatuangusha. Ni rahisi sana kulewa pale tunapotegemea wanadamu au kupata sifa za wanadamu, na hapo sasa tukafanya kosa kubwa sana, tukajikuta hatuwezi kufanya chochote kile bila kutegemea wanadamu. Yaani hatuwezi kuwa na amani, kuwa na furaha au kufanya chochote bila kutegemea wanadamu.
jambo ambalo tunaweza tukalisahau tutakapowategemea wanadamu. Tunaweza tukasahau kwamba mwanadamu tunayemtegemea ni nini? Ni fumbo. Naomba niwaambie, wakati huo tunaweza tukajikuta, naweza nikasema, tukakariri maisha. Nakumbuka siku moja kuna mfano mmoja ulitolewa. Mkulima mmoja alikuwa na punda wake. Huyu punda alikuwa amezoea kumsaidia mizigo yake kupeleka huko sokoni, na moja ya mzigo aliokuwa anamsaidia ni chumvi. Sasa huyu punda alichoka kubeba chumvi, kwa hiyo akaanzisha mtindo mmoja. Alikuwa akienda sehemu kuna daraja, huyu punda anateleza, anaanguka, chumvi inayeyuka. Siku ya kwanza akafanya hivyo, siku ya pili akafanya hivyo, siku ya tatu akafanya hivyo. Yule mkulima ambaye ni mwanadamu akatafakari, akasema naweza mtajua la kufanya. Siku ya 4 akampakizia punda mzigo wa pumba ya mahindi. Yule punda akafika darajani vile vile akaanguka, akidhani amebeba chumvi, kumbe amebeba nini? Pumba za mahindi. Baada ya hapo kilichomkuta akurudia tena, akaelewa mwanadamu ni nini. Haeleweki mwanadamu. Ndugu zangu, ukiangalia tulichokifanya leo na injili tuliyoisoma kwa umakini, utagundua ukiwategemea watu utaumia, utavunjika moyo, utaona maisha hayana maana wala thamani tena. Naomba utafakari hilo. Ukijaribu kupata kutoka kwa watu kile ambacho Mungu pekee anaweza kukupa, utaumia sana. Niwaambie, umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na thamani yako inapatikana katika damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Huyu aliyekuumba, huyu Mungu mwenyewe, ageuki watu wakikugeuka. Tunakumbuka wana wa Israeli walimgeuka Mwenyezi Mungu wakajikuta utumwani, lakini yeye hakuwageuka. Mwanadamu aliumbwa vizuri kabisa, lakini alipopewa uhuru alimgeuka Mwenyezi Mungu, akala tunda, akakosa utii. Lakini Mungu akugeuka, akaahidi kumkomboa, akaahidi kuwa pamoja naye, na ndiyo akajinyenyekesha, kama tulivyosikia katika somo la waraka kwa Wafilipi, akajinyenyekesha na kuwa mtii hadi kifo cha msalaba kwa ajili ya huyu mwanadamu aliyegeuka. Mwanadamu ni nini? Ni fumbo. Naomba niwaambie kitu tena hapa. Thamani yetu haipo wala haitokani, naomba tafakari vizuri, na jinsi watu wanavyotutendea, bali inarudia tena, thamani yetu inapatikana katika damu ya Yesu Kristu aliyetukomboa kwa kifo chake msalabani. Hicho ndicho cha kutegemea, ndicho cha kuamini, na sio mwanadamu. Watu watakuumiza, watu watakutesa, watu watakusema vibaya, watu ubaya fulani, yani mbaya zaidi, watu wanaweza kusahau mema yote uliyowatendea. Hao ni binadamu. Watu wakati fulani lazima kuelewa, wale uliowasaidia hawatakuwepo pale utakapohitaji msaada. Unaweza ukaumia kwamba nilijitoa, nilifanya hivi, nilisaidia, lakini ukweli ulio mchungu ni kwamba watu hao uliowasaidia hawatakuwapo wakati wa msalaba wako. Ukitazama tulichokisikia, mateso ya Yesu yanasadifu hicho, kwamba wale aliowasaidia hawakuwepo wakati wa mahangaiko yake. Ndio maana maandiko yanasema amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mtu kuwa tegemeo lake, na moyo wake ukamwacha Mungu. Kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 17 aya ya 5 mpaka ya 11. Wahenga wakasema kwamba
mfadhili mbuzi. Mwanadamu ana nini? Ana mauzi. Wanadamu ni wale wale tangu enza Yesu mpaka sasa hivi. Lazima tulelewe katika juma hili tunalotafakari. Wakati anaingia Yerusalemu walisema Hosana, Hosana. Alipoingia ndani wakasema msurubishe, msurubishe. Alipoingia Yerusalemu walisema mfalme wa Wayahudi. Alipoingia sasa vizuri kabisa akasimama mbele yao wakasema hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Wanadamu ni wale wale, narudia, tangia enza Yesu mpaka sasa hivi. Mikono iliyoshika matawi na kushangilia ndiyo ile ile iliyoshika mawe na mijeredi. Lazima tuelewe, midomo ile ile iliyoimba sifa ndiyo ile ile iliyotoa matusi na kutema mate. Wanadamu ni wale wale, anabaki mwanadamu kuwa nini? Fumbo. Nitawapa mifano ambayo tumesikia vizuri pia katika historia iliyosoma ya mateso. Tumemsikia Petro, alikuwa rafiki wa karibu wa Yesu, alienda huko na huku, na matukio mengine makubwa ya miujiza mikubwa aliishuhudia. Alimpenda Yesu na Yesu alimuita mwamba, Injili ya Mathayo ile sura ya 18 aya 16. Lakini tumesikia wakati wa mateso bustanini alilala mbele ya umati, alisema simjui mtu huyu. Yuda rafiki wake wa karibu na mwanafunzi wake alimsaliti na ndiye aliyemuuza. Wanadamu ni wale wale. Yesu kwa namna fulani hivi angeweza kuvunjika moyo, angeweza kuumia, na labda kutokana na alichofanyiwa na wanafunzi wake, hata baada ya kufufuka asingeweza kuwatokea, asingeweza kutembea nao, asingeweza kukaa nao tena. Lakini yeye alielewa mwanadamu ni nini? Ni fumbo. Thamani yake haikuwa katika watu, bali thamani yake alitazama katika nani? Mungu. Akujiangalia vile watu wanavyomwangalia, alijiangalia jinsi vile Mungu anavyofanya nini? Anavyomwangalia. Furaha yake haikuwa katika kutimiza mapenzi ya watu, bali mapenzi ya Mungu. Katika maisha lazima tuelewe huu ukweli huu tunapotafakari juma hili kuu. Ni tafakari kubwa sana ya maisha. Ukitaka furaha ya kweli, usitegemee watu. Ukitaka amani ya kweli, usitegemee watu. Acha kutegemea watu. Yaani wakusifie wasikusifie haibadilishi chochote mbele ya Mungu. Wakupende wasikupende haibadilishi thamani yako mbele ya nani? Ya Mungu. Wawe nawe wasiwe nawe haiondoi baraka za Mungu kwako. Wakushangilie wakuzomee, Mungu yuko pamoja nawe. Wewe wao waimbe Hosana au msurubishe, mtumaini nani? Mungu. Kwa sababu wanadamu ni nini? Ni fumbo. Acha kabisa kutaka sifa kutoka kwa watu. Wakikusomea wakati fulani, wewe jishangilie, ni sawa tu. Unanielewa? Wakisema sio mzuri, jisifie kwamba ni mzuri. Watu wakisema we ni mnafiki, jiambie mimi ni mwema. Wakisema ni mbaya au fai, sema mbele ya Mungu ninafaa. Watu wasipokuona we special, jiangalie kwenye kioo, sema mimi nani? Ni special. Maana wanadamu watasema Hosana leo, kesho watasema msurubishe. Unanielewa? Wanadamu ni nini? Unaweza wakati fulani ukaumia au ukachukia au ukajiona au stahili, labda kwa namna mume wako anavyokufanya au anavyokuona. Jiambie mbele ya Mungu ni wa nini? Ni wa thamani. Unaweza ukajiona hauna maana vile mke wako anavyokuona, lakini mbele ya Mungu nini? Ni wa thamani. Au marafiki zako wanavyokuona, lakini mbele ya Mungu ni wa nini? Ni wa thamani. Yawezekana wengine kwa sababu ya historia zetu
tukasema wazazi wetu walitufanyia ndivyo sivyo, walitunyanyasa, walitutesa, walitutelekeza. Tulikulia kwa wazazi baki, labda tuliyoyapitia ni Mungu tu anayejua, lakini wasamehe, kwa sababu mbele ya Mungu wewe ni wa thamani. Mungu yeye mwenyewe anakupenda jinsi ulivyo, na kila kitu kilitokea kadiri ya mpango wa wa Mungu. Maandiko yanasema, je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake? Anasema maandiko, aweza kumsahau mzao wa tumbo lake asimhurumie. Inawezekana kabisa, na tunashuhudia watoto wanatupwa, wanatelekezwa, wazazi wanatesa watoto, ni jambo la kawaida. Lakini maandiko yanasema hata kama yeye angeweza, huyu mwanadamu, mimi Mungu sitaweza kusahau wewe hata kidogo. Mungu anasema hayo. Anasema Mungu mwenyewe, ona, nimekuchora juu ya viganja vya mikono yangu, kuta zako zi mbele ya macho yangu daima. Kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 49 aya 15 mpaka ya 16. Mtegemee Mungu kwa sababu mwanadamu ni nini? Ndugu zangu, naomba niseme tena kwa uchungu, kwa sababu mara nyingi wanadamu tunaumia, tunateseka, na ukweli ulio dhahiri ni kwamba vita vyetu havitakuwa kwa wanyama au kwa nani, bali changamoto zitaletwa na watu wengine wenye akili kama sisi. Nanielewa? Tutaumizwa na watu, sio vitu, na watu. Tusiye tukakata tamaa, tukafa moyo. Unaweza ukasema, natoa mfano tena, narudia tena, mke wangu, mme wangu anipendi, ananiumiza. Usisahau maandiko matakatifu, Samsoni alisalitiwa na mke wake Delila. Nanielewa? Kitabu cha Waamuzi ile sura ya 16 aya ya 1 mpaka ya 31. Bosi wangu, mkuu wangu ananifanyia ndivyo sivyo, ananitesa, ananinyanyasa. Yusufu alifungwa na nani? Na bosi wake. Alisingisiwa na bosi. Lazima tuelewe hayo. Ndugu zangu labda ananitendea ndivyo sivyo. Ndugu zangu hawanipendi. Ndugu zangu wananitenga. Maneno mengi yanasemwa juu yangu na ndugu zangu. Kumbuka, Yusufu aliuzwa na nani? Na ndugu zake. Wewe sio wa kwanza. Nanielewa? Marafiki zangu wa karibu ndio wamekuwa mwiba kwangu. Kumbuka Yesu alisalitiwa na rafiki zake. Unaweza kusema marafiki hawa niliwatendea wema, nilifanya hivi. Ukweli ni kwamba mwanadamu ni nini? Ni fumbo. Ungeweza kujiuliza, naomba nimalizie kwa kusema hivi. Ungeweza kujiuliza, Yesu yule aliyetenda maajabu, kwa nini alipitia hayo? Wakati fulani wa mahangaiko yako, mateso yako, ni kuombe, kaa mbele ya msalaba. Kaa mbele ya nini? Alafu tafakari, ujiangalie. Yesu huyu angeweza kujiuliza, jiulize, aliyefanya viwete kutembea Yesu huyu? Jiulize, Yesu aliyefanya vipofu wakaona, wafu wakafuliwa, wagonjwa wakapona, wenye kupooza wakanyoosha mikono yao na miguu, wenye pepo wakapona, imekuwaje hawa watu wamemgeuka? Mwanadamu ni nini? Ni fumbo. Ukweli ni kwamba wanadamu wengi hawakumbuki yaliyo mema. Ukitaka mwanadamu akukumbuke, mtendee mabaya, hapo atakukumbuka mpaka anakufa. Lakini ukimtendea wema, ukiwa mkarimu, mwanadamu ni rahisi kusahau. Au unaweza ukamtendea mema mengi sana, ukatenda baya moja tu likafuta mema yote. Mwanadamu ni fumbo. Hivyo usije ukaumia au ukafa moyo pale mema yako yanaposahaulika. Hiyo ndiyo akili au ndiyo asili ya wanadamu. Asilimia kubwa hawakumbuki mema, wanakumbuka mabaya. Ndio maana anasema, wahenga wanasema, shukrani ya punda ni nini? Tenda wema uende. Wanadamu ni
Niwaombe sana mtafakari hilo. Mtakutana na wanadamu, wanadamu wasiondoe thamani zenu. Utakutana na wanadamu, wanadamu wasiondoe thamani yako. Utaumizwa na wanadamu, wanadamu wasikuvunje nini? Moyo. Utakutana na wanadamu, wanadamu wasikukatishe nini? Tamaa. Wewe mbele ya Mungu ni wa thamani kubwa sana. Siku zote mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu niongoze. Mwambie Mungu zidi kunyoosha mkono wako katika safari ya maisha yangu, maana na kutegemea wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.